wa kampeni ya kitaifa ya ujenzi wa matumizi ya vituo vya utambuzi na upimaji wa watoto ESRAC umezinduliwa rasmi. Makofi kila mmoja wetu. Leo hii hatujakusanyika hapa kwa ajili ya uzinduzi wa kampeni pekee, bali tumekusanyika kuzungumzia mustakabali wa watoto ambao mara nyingi changamoto zao za ujifunzaji hazitambuliki mapema na hivyo kushindwa kupata msaada wanaohitaji kwa wakati sahihi. Ndugu wageni, takriban miaka 5 tangu kutolewa kwa mwongozo huu, utekelezaji wake bado ni mdogo. Kati ya halmashauri 184 nchini, ni halmashauri 36 pekee zenye vituo vya ESRAC, na hata hivyo vituo vingi bado havijakamilika katika miundombinu, vifaa au wataalamu. Watoto tupo, tunasikilizana Haya, watoto wanaoshindwa kueleweka darasani katika kiwango ambacho kilitarajiwa, wengine huonekana kama wavivu au wasiotaka kujifunza, wakati ukweli ni kwamba wanahitaji tathmini na msaada wa kitaalamu. Katika mazingira haya, walimu nao hujikuta katika hali ngumu ya kufundisha watoto ambao changamoto zao hazijafanyiwa tathmini mapema. Mwisho wake watoto hupoteza hamasa ya kujifunza, kujiamini na ndoto huanza kufifia wakiwa bado wadogo sana, na huku walimu wakiwa hawana nyenzo za kuwasaidia watoto hawa. Kwa nini tuko Mbeya leo? Leo tupo katika shule ya msingi Mwenge, mahali ambapo kuna kituo kimoja, kuna moja ya vituo vinavyotoa huduma za upimaji na utambuzi wa awali kwa watoto, yani ESRAC. Tunaposimama hapa leo, tunaona zaidi ya jengo au vifaa vya upimaji. Tunaona watoto ambao leo wanapata nafasi ya kutambuliwa mapema na kupata msaada wanaohitaji ili waweze kujifunza na kushiriki kikamilifu kutimiza ndoto zao. Aidha, hiki ni moja ya kituo cha mfano ambacho kina vifaa na wataalamu wa upimaji, afya na ustawi wa jamii ambao wanatekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Natambua kwamba vipo vituo vingine vyenye sifa kama hiki, vikiwemo Mtindo, shule ya msingi Misungi, Old Shinyanga pamoja na Buhangija. Kituo hiki kinatukumbusha jambo moja muhimu: watoto wanapopata utambuzi na msaada mapema, wanapata nafasi bora zaidi ya kujifunza, kukua na kufikia uwezo wao. Watoto tupo? Watoto tupo? Wale ambao bado wako na mimi wanyooshe mkono juu tafadhali. Wale walioko na mimi naomba wanyooshe mkono juu tafadhali. Asante sana. Kupitia kampeni hii Haki Elimu kwa kushirikiana na Child Support Tanzania, tunataka kuonyesha kuwa huduma hii inawezekana na tunaweza kuwa na vituo vinavyokidhi mahitaji ikiwa tu wadau wote pamoja na serikali watafanya kazi kwa kushirikiana. Tumeona ni muhimu kuonyesha mfano hai wa kituo kinachofanya kazi, kinachotoa huduma na kinachogusa maisha ya watoto na familia zao kila siku. Hivyo basi, kampeni hii hailengi kuzungumzia changamoto pekee, inalenga pia kuhamasisha suluhisho, inalenga kuonyesha kwamba halmashauri nyingine zinaweza kujifunza, kuiga na kuwekeza katika huduma hii muhimu kwa watoto. Ndugu wageni, mafanikio ya kituo hiki na vingine nilivyovitaja yanaonyesha wazi kuwa suala la kuhakikisha kuwa watoto wanapata huduma za utambuzi wa msaada mapema haliwezi kubebwa na serikali pekee. Linahitaji ushirikiano wa pamoja kati ya serikali, halmashauri, wadau wa maendeleo, mashirika ya kiraia, sekta binafsi, vyombo vya habari, walimu, wazazi na jamii kwa ujumla. Kupitia kampeni hii tutafanya kazi kwa karibu na waandishi wa habari, jamii, wazazi, walimu, wadau mbalimbali ili kuibua simulizi halisi kutoka ngazi ya jamii kuhusu changamoto, mafanikio na umuhimu wa huduma hizi. Tunaamini sauti ya wananchi na uwezo wao vinapaswa kuwa sehemu ya mjadala wa kitaifa kuhusu elimu jumuishi na maendeleo ya watoto. Hivyo basi, tunatoa wito kwa halmashauri mbalimbali nchini kuendelea kuweka kipaumbele katika uanzishaji na uimarishaji wa vituo vya ESRAC kupitia mipango na bajeti zao. Aidha, tunatoa wito kwa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, TAMISEMI, wadau wa maendeleo, vyombo vya habari pamoja na jamii kuendelea kushirikiana kuhakikisha watoto wanapata huduma hii muhimu na kwa wakati. Watoto tupo? Tupo. Watoto tupo? Watoto tupo? Ambaye anajua tupo aseme tupo na tumejaa tele. Tupo na tumejaa tele.
Asante sana. Kwa pamoja na kwa nia moja tunasisitiza kuwa watoto hawawezi kuendelea kusubiri huduma ambazo tayari zinatambuliwa ndani ya sera na miongozo ya serikali. Kinachohitajika sasa ni utekelezaji zaidi, uwajibikaji zaidi na dhamira ya pamoja ya kuhakikisha hakuna mtoto anayeachwa nyuma, na ninaomba nitoe shukrani zangu sana wanapata elimu iliyo na ubora katika shule zetu za msingi na sekondari. Lakini kipekee siku ya leo nipende kushukuru sana kwa sababu Haki Elimu mmeona umuhimu wa uzinduzi huu wa kitaifa wa kampeni ya ESLAC, tushirikiane kuizundua katika mkoa wetu wa Mbeya. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mkoa wa Mbeya kwenye masuala ya upimaji, Child Support Tanzania tumefanya kazi kubwa kwa kushirikiana na kituo cha ESLAC cha Mwenge, na tumehakikisha kuwa watoto wengi zaidi wamepata huduma ya upimaji. ESLAC ni baada ya kuona kuwa Mwenge inashindwa kufikia watoto wengi zaidi vijijini au kwenye wilaya zingine. Kituo hiki kimefanya kazi kubwa sana, watoto wanatoka kwenye mbali. Sisi tumeenda na mobile ESLAC, tumegundua kuna umbali kiasi gani kufikia watoto, ambapo watoto wengi sana walikuwa wanashindwa kupata huduma stahiki kwa sababu hawajapimwa. Upimaji unamsaidia kwanza mzazi kutambua mtoto mwenyewe kwa mtoto ana mahitaji gani, lakini kitu kingine cha pili, inasaidia kutambua kwa mapema kama mtoto ana magonjwa ambayo yanaweza kusababisha ulemavu. Kwa hiyo tunaweza kuzuia ulemavu tu ambapo tunakuwa tunaweza kumpima mtoto na kutambua ana shida gani ya macho au ya masikio. Lakini pia upimaji huu unamsaidia mwalimu, kwa sababu wapimaji wanapofanya kazi yao wana recommend mtoto asaidiwe vipi, afundishwe vipi. Kwa hiyo mtoto anapopelekwa shuleni tayari amefanyiwa upimaji, inasaidia kutambua kwa huyu mtoto ana mahitaji haya na anaweza akafundishwa kwa njia hii. Napenda kutoa mfano, mara nyingi mimi ni kati ya sasa hivi ni mtu mzima, ni kati ya watoto wa wakati huo ambao kwa sababu sikufanyiwa upimaji, probably walimu wangu hawakuweza kujua nina dyscalculia. Dyscalculia ni difficulties with number. Kwenye ulemavu tunaona unaoonekana na usioonekana. Usioonekana mmoja wao ndio kama huo unaotolea mfano mimi leo, kuwa kuna watoto ambao wana difficulties with numbers, kuna watoto wenye dyslexia, kusoma na kuandika ni ngumu, kuna watoto wenye dysgraphia. Hao watoto wote wanaweza kutambulika tu kwa upimaji. Hii ni aina ya ulemavu ambayo huwezi ukaitambua, na mara nyingi tunaamini kuwa kutokujua hesabu ni mtoto ni mjinga. Lakini hii ni aina fulani ya ulemavu ambayo mwalimu akijua mapema anajua jinsi gani amsaidie mtoto katika upande wa hesabu. Lakini pia kwa wale watoto ambao wana dyslexia, akitambulika mapema kupitia vituo vyetu vya ESLAC, anaweza akasaidiwa kufundishwa na kupewa mitihani yote kwa olo, na akafanya mitihani kwa kuulizwa maswali na kurekodiwa, na huyu mtoto anaweza akafaulu vizuri sana na tukamfikisha mbali. Watoto wengi wanabaki nyuma kwa sababu hawajafanyiwa upimaji na kuwekewa huduma stahiki ambazo wanahitaji. Lakini pia upimaji huu unasaidia pia kwa ajili ya referral za kitabibu, kuwa mtoto akishapimwa akajulikana na magonjwa ambayo yanaweza kusababisha magonjwa ya macho au ya masikio, yakasababisha uziwi au kutokuona, atafanyiwa matibabu na huyu mtoto tutakuwa tumemnusuru na hayo. Lakini pia kwa wale ambao wako short sighted, watapewa miwani, wataweza kuona vizuri na kujifunza vizuri. Kwa hiyo Brigedia Jenerali Maulid Hassan Surumbu ni mkuu wa wilaya ya Mbarali, lakini leo hii niko hapa kumwakilisha mkuu wa mkoa wa Mbeya, Mheshimiwa Wakili Msomi Beno Morris Malisa, kwenye uzinduzi wa kampeni ya kitaifa ya kuhamasisha uanzishaji na uimarishaji wa vituo vya upimaji na utambuzi wa awali wa watoto, yaani ESLAC. Napenda pia kuwapongeza Haki Elimu na Child Support Tanzania kwa kuandaa kampeni hii muhimu inayolenga kuhamasisha uanzishaji na uimarishaji wa vituo vya upimaji na utambuzi wa awali wa watoto, yaani ESLAC. Aidha, nawapongeza shirika la Shalom na shirika la Guanella Clinic kwa mchango wao mkubwa katika kubainisha watoto wenye mahitaji maalum na kuwapatia huduma mbalimbali. Watoto oye!
Watoto safi. Pia nawapongeza viongozi wa mkoa wetu wa Mbeya, jiji la Mbeya, walimu, wazazi na wadau wote walioshiriki katika juhudi za kuhakikisha kuwa watoto wanapata huduma stahiki za elimu na maendeleo. Watoto safi. Watoto hawi. Watoto hawa. Ndugu wageni, serikali inaendelea kuweka msisitizo mkubwa katika kuboresha huduma za kijamii ikiwemo elimu, afya na ustawi wa watoto. Dhamira hii inaonekana pia kupitia Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050, sera, miongozo na mikakati mbalimbali inayolenga kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata fursa sawa ya kujifunza na kuendeleza uwezo wake. Katika kutekeleza azma hiyo, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ilitoa waraka maalum au mwongozo mwaka 2022, waraka au mwongozo ambao unaanzisha uendeshaji wa vituo vya upimaji na utambuzi wa awali wa watoto. Lengo la mwongozo huu lilikuwa ni kusogeza huduma za utambuzi na upimaji karibu na wananchi ili watoto waweze kupata msaada mapema kabla changamoto zao hazijawa kikwazo katika ujifunzaji na maendeleo yao. Watoto oye! Hata hivyo, kama tulivyosikia leo, bado kuna kazi kubwa ya kufanya. Kati ya halmashauri 184 Tanzania, ni halmashauri 36 pekee zenye vituo vya ESRAC, ambayo kimsingi vituo 34 bado havijakidhi mahitaji ya kuwahudumia watoto. Hii inaonyesha kuwa watoto wengi bado hawajafikiwa na huduma hizi muhimu kwa kiwango kinachohitajika. Ndugu wageni waalikwa, nimefarijika kuona kuwa uzinduzi wa kampeni hii unafanyika katika shule ya msingi Mwenge, mahali ambapo kuna mfano halisi wa kituo kinachofanya kazi na kutoa huduma kwa watoto. Kituo hiki kinaonyesha kuwa pale ambapo serikali, wadau wa maendeleo na jamii wanaposhirikiana, inawezekana kujenga mifumo inayowagusa watoto moja kwa moja na kubadilisha maisha yao. Taarifa tulizozipata zinaonyesha kuwa katika kipindi cha Januari hadi Aprili mwaka huu pekee, kituo hiki kilipokea na kuhudumia watoto 190. Hii ni ishara kuwa mahitaji ya huduma hizi ni makubwa, lakini pia inaonyesha matokeo chanya yanayoweza kupatikana pale huduma zinapowekwa karibu na wananchi. Watoto oye! Watoto safi! Leo tunapozungumzia elimu jumuishi, hatupasi kuangalia tu miundombinu ya shule, idadi ya wanafunzi wanaojiunga na masomo, lakini pia tunapaswa kujiuliza kama watoto wote wanapata msaada unaohitajika ili waweze kujifunza kwa ufanisi. Mtoto anayepata utambuzi wa mapema wa changamoto zake ana nafasi kubwa zaidi ya kufanikiwa katika elimu na maisha kwa ujumla.